Karibu sana tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na leo tumekuja kuangazia uchambuzi na Dominic Salamba. Kumbuka ya kwamba ligi ya mabingwa barani Afrika inaendelea tena hii leo. Young Africans majira ya saa 4 kamili za usiku, wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club majira ya saa 1 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki na Kati. Dominic, uko poa ndugu yangu? Poa ndugu yangu, za kwako? Niko poa kabisa. Ndio. Sema siku ndugu yangu. Tuko salama. Nafikiri mwaka huu tumeonana au mwaka jana? Mwaka huu. So mwaka jana? Mwaka jana mwishoni. Karibu sana. Asante. Bwana, tuanzie hapa bwana. Ligi ya mabingwa barani Afrika. Kama tayari zingua chukua hapo. Chukua yani. Naam, karibu sana mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mbele yangu mimi niko na Dominic Salamba, tunakwenda kuyaangazia yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kumbuka ya kwamba leo ndio leo, asemaye kesho huyo ni muongo. Ligi ya mabingwa barani Afrika inaendelea tena leo kwa wakilishi vyema kutokea katika ardhi ya Tanzania. Simba, Yanga pamoja na Azam wanaendelea hii leo. Dominic Salamba ndugu yangu, uko poa? Mimi niko vizuri kabisa. Heri lakini. Tuko salama. Uzima upo, nafikiri tutoka mwaka jana ndio tumeona mara ya mwisho. Kwa hiyo nikisema heri ya mwaka mpya sijakosea. Heri ya mwaka mpya na kwako pia. Uzuri umeuona. Namshukuru Mungu tuko salama. Bwana, tuanzie hapa, nichague saa 1, saa 4. Nafikiri saa 4. Nianzie saa 4. Kuanzia saa 4 kwa sababu ndio mechi yenye impact. Mechi saa 4 ina impact. Mechi ya saa 1 ni swala zima la ratiba. Kwa hiyo hatuwezi kutumia nguvu nyingi sana kwenye ratiba tukacha impact. Kwa sababu leo Morocco ndio hatima ya timu ambayo itakwenda kuungana na Ahli katika robo finali. Kwa sababu Ahli kashavuka. Kwa hiyo zinakutana timu mbili ambazo zote zina alama 5, lakini mmoja akiwa alishinda mechi ya kwanza, ili mechi ya pili. Kwa hiyo yote ambaye atapata matokeo leo anatengeneza njia nzuri ya kuweza kuingia katika robo finali baina ya Yanga na AS FAR Rabat ya Morocco. Basi tuanzie hapo, Young Africans dhidi ya FAR Rabat. Tutazama utakuwa ni mchezo wa namna gani, lakini pia tuiangalie falsafa ya Young Africans tangu mchezo wake wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika alicheza dhidi ya FAR Rabat. Mchezo wake wa pili akatoka kwenda kucheza dhidi ya JS Kabylie. Mchezo wake wa 3 Al Ahly, mchezo wake wa 4 Al Ahly katika uwanja wa Guantanamo pale New Amani Zanzibar. Pengine ni approach ya namna gani kwa namna ambavyo umewatazama Young Africans tangu wanaanza kwenye kundi mpaka hii leo wanapokwenda kutafuta tiketi itakayowafanya waweze kufuzu hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kituo kinachofuata baada ya makundi ni robo finali. Nafikiri Yanga wameimarika sana ukilinganisha na msimu uliopita, na wameimarika katika maeneo mawili. Eneo la uwekezaji kwa upande wa wachezaji, wamesajili msimu huu, wamejitahidi kusajili qualities ambazo zinaweza kufanya kitu katika michuano ya kimataifa, lakini pia hata aina ya bench walilonalo linaakisi kile ambacho wanakitafuta, ingawaje walianza na mwalimu mwingine na baadaye wakapata mwalimu mwingine. La uzuri wamekuwa ni watu ambao hasa kwa management yao ni wepesi wa kuweza kuona makosa na kuweza kuchukulia maamuzi. Yaani wanapoona kwamba kuna sehemu walitereza, basi haraka wanafanya maamuzi. Unaweza kaona usajili ambao ulikuwa umesajili, of course walikuwa watajua zuri, lakini walishindwa kuclick. Unamzungumzia Musa Balakonte, unamzungumzia mtu kama Modumbia, unazungumzia Yakuwa, wachezaji ambao waliochukua kwa gharama kubwa, lakini baada ya kuona kwamba wao ni timu kubwa, hawana muda wa kusubiri, wakafanya maamuzi magumu ambayo dirisha dogo yamekuja kuwalipa. Yaani usajili ambao dirisha dogo ni Ekizaka, wameingiza wachezaji 3 na wote wameingia kwenye first 11 moja kwa moja, na sio tu kuingia, wamekuja kuleta utofauti na kwenda kutoa Yanga nyingine mpya ukompea na msimu uliopita. Kwa hiyo nafikiri katika hilo viongozi walifanikiwa, lakini katika team wise wamebadilisha hata kwenye namna ya wanavyocheza. Mwalimu aliyekuja ni mwalimu ambaye unajua, miongoni mwa faida za kupata mwalimu ambaye ametoka kufundisha national team, hizi timu za taifa hizi, ni rahisi, anakuwa na uwezo wa haraka wa kuweza kuorganize wachezaji, kwa sababu national team sio tu ambao unakaa nayo kila siku. Maana yake tu unaweza kukuta kwa mwaka unakutana nao mara 4, na katika mara 4 hizo labda siku nyingi sana, siku 6 unakutana nyota mbalimbali, ametoka huko tengeneze kitu kafanya kitu. Kwa hiyo Mwalimu Pedro amekuwa na uwezo huo, ndio maana hata alipokuja Yanga imemchukua muda mfupi kuweza kuonyesha kile ambacho yeye anacho. Na ni kweli ukiangalia mechi ya kwanza ya FAR Rabat, ukiangalia katika uwanja wa Amani, ilikuwa ni mechi ambayo pana maingizo mengine mapya ambayo hayakuwepo. Kwa hiyo FAR Rabat wanakwenda kukutana na Yanga nyingine kabisa, Yanga ambayo ilikuwa haina Damaro, Yanga ambayo ilikuwa haina Okelo, Yanga ambayo ilikuwa haina Depo.
na kwenda kukutana nayo saizi. Na ni Yanga ambayo ni hatari kwa kipindi hiki. Kwa hiyo naamini kwamba kwenye kile ambacho amekiingiza hasa kwenye falsafa yake ya kuamini kwamba tunatakiwa kucheza na kuongeza pesi kutokana na opponent anapokuja kucheza na sisi, timu ndipo anapozidi kukua ataki. Kwa hiyo naamini kwamba katika mechi ya leo hii watakwenda kuleta sura nyingine mpya, na pengine inaweza kwenda kwa mechi ya kwanza tukashuhudia ubora mkubwa wa Okello pamoja na Depp katika mechi ya leo. Adhabu ambayo wameipata FAR Rabat pengine inaweza ikawa ni faida kwa upande wa Young Africans, kukosekana kwa mashabiki kwa upande wao. Hii inaweza ikawa ni faida kiasi gani kwa upande wa Young Africans? Mechi iliyomalizika kati ya JS Kabylie dhidi ya FAR Rabat lilitoka tamko kwa CAF. Pengine timu hizi mbili kuelekea mchezo wao unaofuata likawakumba jambo kutokuingiza mashabiki kutokana na kwamba misunderstanding ambazo wamezifanya katika mchezo wao. Nafikiri faida kubwa sana kwa upande wa Yanga. Unajua moja ya silaha kubwa ya hizo timu kutoka Afrika Kaskazini ni nguvu ya mashabiki. Wanakuwa wanapata push kubwa sana kwa mashabiki, na ni kawaida hata wewe leo ukiwa na watu ambao wanakushangilia, ile uwezo wako kujitoa unakuwa sio sawa kama ukiwa huna watu. Kwa hiyo hata unaangalia mechi ya kwanza ya adhabu yao dhidi ya JS Kabylie, kuna intensity ilipungua kwa sababu hakuna pressure ya nje ambayo ilikuwa inasukuma. Kwa maana nyingi inakwenda kumnufaisha mgeni aliyekuja. Leo hii kama pangikopa na mashabiki, zile harassment, kuingia kiwanjani, mara tochi, mara hivyo vilogo vinakuwa mara wakati mwingine chupa, lakini pia hata muamuzi anapata pressure kubwa sana ya nje, na hasa kwa timu mwenyeji. Kwa hiyo nafikiri Yanga wameweza kwenda kufanikiwa kukosa hiyo pressure ya mashabiki, zile labda za kuingia kiwanjani na vitu vingine, kwa watakuwa wako very comfortable. Kwa hiyo kwa maana ya atmospheric pressure ya kiwanja tayari hapo Yanga ameshashinda. Kwa hiyo ni yeye sasa kwenda kutumia utulivu na kwenda na game plan yake ambayo itamfanya apate matokeo ndani ya dakika 90. Nini tukitarajie sasa? Na ni eneo gani ambalo unahisi kwa upande wa Young Africans linaweza kwenda kwa dominate wa Arabu katika mchezo wa hii leo? Kiangalia katika eneo la defensive, midfield pamoja na attacking zone ya Young Africans. Leo wanabidi wawe bora sana kuhakikisha kwamba hawafanyi makosa, lakini pia vile vile wanakwenda kudominate eneo hilo ili mradi waweze kupata matokeo hii leo dhidi ya FAR Rabat. Sehemu pekee ambayo Yanga wakienda kufanikiwa kuidominate watakuwa comfortable na kupata matokeo ni eneo la katikati, kwa sababu midfield ndio ambayo inaamua rhythm na tempo ya mchezo iweze kuaje. Na obviously katika mechi ya leo hii Yanga wasingependa sana kwenda kuwa open kutokana na athari za hali ya hewa. Morocco muda huo upo ni mkali baridi, na wakati mwingine panakuwa pana mvua. Kwa hiyo ile intensity haiwezi kuwa sawa kama kwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa au uwanja wa Amani Stadium. Kwa hiyo cha kufanya ni eneo la kiungo kuweza kwenda kuihodhi match. Ukihodhi match kwa maana kwamba kama atakuwa na Damaro, atakuwa na Duke Abuya, wewe atakuwa na Max, atakuwa na Mdathiri, wakaweza kwenda kuwalazimisha wenyeji waingie kwenye tempo ya Yanga, itawafanya waweze kwa comfortable na kuweza kushambulia kulingana na pesi yao na kutengeneza uwiano wa namba. Kwamba tukienda tuende kwa kuchelewa, lakini tuende wengi, tukirudi turudi kwa kuwahi tukiwa tuko wengi. Kwa kufanya hivyo, unajua hizi timu za Afrika Kaskazini kama unazifuatilia sana, hazina watu ambao wana uwezo binafsi zaidi. Yaani ni nadra kukuta watu kama kina Pacome, watu kama kina Okello kwenye hizi timu. Wachache sana. Wao wanaamini katika fitness na intensity. Kwa maana kwamba kwenye time and space wanakushambulia kushtukiza kutokea pembeni ili wakupushi kwa haraka, ufanye makosa, ukililei kidogo the man space wanaitumia wanakufunga. Ndio maana magoleo mengi sana unakuta ni aerial balls na crosses, kwa sababu sio wazuri wa kupita katikati, na wanakosa watu ambao wanaweza wakalazimisha defense ifanye makosa. Kitu pekee ambacho anakitumia ni kuja kwa kasi kubwa ili wewe kasi yako ndogo ikufanye uweze kudelay kwenye matukio na wao waweze kunufaika. Kwa hiyo kama ukiweza kushika eneo la katikati, maana yake obviously utawafanya wao waje kwa tempo ya chini. Wakija chini unawadominate, unaweza kuadhibu, sababu una watu ambao wanaweza jambo. Pacome tunafahamu uwezo alionao, the same na Depp. Kwa nafikiri eneo pekee ambalo Yanga watakiwa kalifanyia kazi vizuri na kuweza kuwa ndio roho yao ni eneo la kiungo, na hasa tutategemea na ubora wa Duke Abuya na Damaro katika mechi ya leo hii. Young Africans atahitaji either sare kuweza kufuzu kama atakuja mchezo wake wa mwisho kumaliza kuja kushinda, lakini pia vile vile Young Africans kama atafungwa basi inabidi afungwe si chini ya goli moja. Pengine hizi ni faida kwa Young Africans na ni advantage ambazo Young Africans azichukulie kama hizi zinaweza zikaenda kumpa favorite katika mchezo wa hii leo. Yaani hakuna kitu kigumu katika mpira kama kutafuta sare. Kwenye football hakuna kitu kigumu kwenye mpira kama kuitafuta sare. Ni rahisi kutafuta ushindi kuliko sare.
Kwa hiyo wao cha kufanya wasiingie na hiyo mentality. Wao waingie kwamba hii ni mechi ambayo natakiwa wao waweze kushinda. Yaani kwamba tukishafunga, yani tukikosa matokeo ya ushindi, maana yake tumepotea. Ili mwisho siku ukianguka ukaangukia kwenye sare. Lakini ukiingia kuitafuta sare, na ambacho kitokea mechi ya Ali kipindi cha pili. Baada ya kupata goli la kwanza wakaamini wamaliza mchezo. Kwenye pili wakaingia wakaamua kwenda kulinda. Waona kosa dogo tu linawaadhibu na kwenda kupoteza. Kwa hiyo mimi sio muumini wa kutafuta sare kwa kuitafuta kiwanjani. Sare ije by outcome ya kukosa matokeo ya ushindi. Sare ije by ni outcome ya kukosa matokeo ya ushindi. Yaani leo wao ingie, yani first one ni kushinda, pili kushinda, tatu kushinda. Kwa sababu tunakwenda taji alama 3 katika mechi ya leo. Yani there is no any other option rather than 3 points katika mechi ya away. Niko tu ukiingia ukipambania alama 3 ukazikosa kupata sare umefanikiwa. Lakini ukiingia kutafuta alama 1 kwa aina ya wachezaji wetu ambao wakati mwingine anaweza akalose concentration hadi dakika 3. Maana moja ya changamoto tunao wachezaji wetu hawa wa Kiafrika wengi hawa. Yaani katika mechi moja anaweza kaa nyakati 3. Mchezaji huyo mmoja akapiki, akapotea kabisa, akapiki akawa wastani. The same person. Na hiyo inaonyesha kwamba ni kukosekana kwa misingi ya maandalizi. Tofauti na wenzetu kwamba akipiki kwenye mechi anapiki. Sisi tuko tofauti. Sasa ukiwa na watu kama hao ni hatari kuweza kuwaamini kwenye mazingira yenye pressure. Angalia Boka mechi ya juzi. Alianza vizuri sana. Kipindi cha pili makosa yake yanakwenda kuhukumu timu. Angalia mtu kama nani Zelimwenda mechi ya kule Egypt. Alianza vizuri sana kipindi cha kwanza. Mwishoni kabisa ana delay for mistake. Yanga anapoteza. Kwa hiyo nafikiri katika kundi la watu kama hao ni vyema kaingia na mentality ya kwenda kushinda. Kwa sababu ukisema unakwenda kushinda maana yake unatakiwa usifungwe. Maana yake ni kuwa mbele. Kwa hiyo lazima uwe na uwiano mzuri baina ya kulinda na kushambulia. Umemzungumzia Cedric Boka. Pengine labda ni wakati sasa wa mwalimu kwenda kumtumia Mohamed Hussein Shabalala kutokana na kwamba kuna mistake kadhaa ambazo alizifanya katika mchezo wa dhidi ya Al Ahly. Au mtumisha Shabalala kwa sababu ya makosa ya Boka. Utamtumisha Shabalala kutokana na approach baada ya kuangalia opponent. Sababu kuna maeneo Shabalala anakuwa ni favorite, kuna maeneo hawezi kuwa favorite. Kwa hiyo utafanya assessment ya kuweza kuona Shabalala anacheza pembeni, labda upande wa kushoto. Je, wings za kulia na kushoto kwa upande wa FAR zikoje? Zina kasi sana? Kama zina kasi sana na zina madhara nazitegemea, ukimpanga Shabalala maana yake unakwenda kuwa kwenye riski. Kwa sababu Shabalala ni mzuri kutengeneza uwiano hasa kwenye kushambulia. Kwa hiyo ukiona kwamba mashambulizi yao yapo sana kwenye kupitia upande wa kulia kwao ambao kwa ni kushoto, obviously lazima utaanza na Boka sababu Boka ni mzuri kwenye kulinda kwenye kushambulia. Kwa hiyo utaamua kuchagua hizo choice mbili kulingana na kipi ambacho umekingamua kutoka kwenye opponent ambaye ni FAR Rabat. Pengine sasa kumekuwa na dhahana potofu kwenye timu zetu. Pindi zinapokuwa zikikosa matokeo, wengi wao wanalaumu sana kuhusiana na waamuzi. Hii kwa upande wa Young Africans wanabidi wachunge kiasi gani? Maana wanakwenda kwenye taifa ambalo ni taifa kubwa kwenye mpira, tunaizungumzia Morocco, lakini pia vile vile mara kadha wa kadha timu zetu kutokea hapa nyumbani zilikuwa zikionekana zikienda huko, wakirudi matokeo yao yanakuwa mabovu na kulaumu uongozi haukuwatendea haki. Nafikiri hizi timu za Afrika Kaskazini wanaweza kutumia home advantage. Lakini sio tu hivyo, hizi ni nchi kubwa. Unapozungumzia Morocco sasa ndio jabali wa mpira wa Afrika. Na kwa maana hata ubora wa viwango wao ndio wako juu. Lakini hata kwenye timu mafanikio sisi wako juu, whether ni za vijana, za wanawake dominate. Lakini pia hata kwenye contribute kwenye budget za CAF, wao pia wako juu. Kwa hiyo unapozungumzia maamuzi makubwa ya soka la Afrika yako Morocco. Kwa hiyo hata waamuzi ni kama ambavyo leo hii ukizungumzia hapa Tanzania mechi ya ligi hapo anacheza Simba au Yanga na timu fulani yoyote, whether iwe nyumbani au ugenini, Simba na Yanga wanakuwa wanapewa faida ya ziada tofauti na Azam. Yaani mwamuzi anajua hizi timu ni kubwa, whether ziwe Mbeya au Songea. Kwa hiyo sasa katika soka la Afrika kuna inchi ukienda lazima ukubali kwenda kuwa chini na lazima ukubali kwenda kukosa baadhi ya haki. Lazima ukubali kwenda kuwa makini zaidi ya uwezo wa kawaida kwa sababu hata katika matukio mengi ya 50 kwa 50 advantage atapewa mwenyeji. Unaelewa sijui. Kwa hiyo ni moja ya faida ambazo wenzetu wanakuwa wanapata. Sasa ukishalijua hilo, kwanza kujua tatizo tu maana yake tayari utafuta namna ya kuweza kusolve ni kupunguza makosa na kufanya vitu kwa usahihi kwa dakika zote 90 ili kutoa faida ya ziada kwa mwenyeji. Ndio jambo la msingi tu. Kwa sababu tumekuja kwenye sehemu ambayo ikitokea kuna battle ya 50 kwa 50 na ikatokea hapa baki mwenzangu atapewa faida.
kwenye 18 hata kama yani kuna slightly foul ambayo mwamuzi angeweza kupeta, itafunikwa penalty na vitu vingine vingi. Kitokea hapa kuna foul labda nimefanya foul behind, hata kama kwa bahati mbaya nitapewa kadi ya njano. Kwa hiyo lazima uweze kuvifahamu. Ukivijua hivyo, ukiingia itakusaidia kuongeza umakini na kuweza concentrate kwenye mchezo na pengine kuweza kusekiwa. Kwa hiyo kupata alama 3 katika zile nchi ni ngumu kutokana na mazingira yao mengi. Yaani inabidi ushinde vitu vingi sana nje ya ubora ulionao. Kumekuwa kuna mentality za wachezaji, lakini kwa muda huo kutaka kucheza sana na muamuzi. Pengine ile Young Africans nao pia wanapaswa waliangalie. Mimi hata kitu ambacho siki entertain ni hiko kitu. Yaani unajua kuna wakati hata wanaamika si wote joto wanakuwa lalamiki habisaidii. Muamuzi akishaamua ameamua. Waona mechi ya Senegal ile na Morocco pamoja na kugoma kote, lakini mpira ukae pale. Si unaelewa? Kwa cha kufanya tu ni kumpunguzia muamuzi au kumtengenezea mazingira magumu yeye kuamua kuwapendelea wenyeji. Yaani wewe ndio utengenezea mazingira. Play smart. Play smart tu. Basi. Lakini ukianza kidogo havisaidii, haiwezi kukusaidia hata kidogo. Utaadhibiwa tu. Unaona? Utaadhibiwa. Kwa hiyo nafikiri wao wajua kwamba ni mechi ambayo ni ngumu na sio rahisi. Sio rahisi, sio kwamba labda ni FAR Rabat ni bora sana. Sio rahisi kwa sababu ya fakta nyingi ambazo nimetoka kwenye kuzielezea hapa. Sio rahisi. Kwa hiyo lazima ujitoe zaidi ya uwezo wa kawaida ndio uweze kupata matokeo. Kiasi cha shilingi bilioni 1 unadhani huenda ikawa motisha kwa Young Africans na wachezaji kwenda kucheza kwa jihadi kweli kweli kuhakikisha wanapata matokeo? Inasaidia sana, lakini itakuja kusaidia zaidi na ubora nao kiwepo na kuweza kuheshimu mbinu na kutofanya makosa. Kwa sababu shauku ya kupata matokeo au ya kupata bonus haiwezi kuzidi uwezo wa mpinzani aliyokuwa nao. Kwa hiyo wao cha kufanya watakwenda kujitoa tu na kwenda kukimbia zaidi ya uwezo wa kawaida, kitu ambacho kitawasaidia hasa kwenye mechi ya away na hasa kama ambavyo FAR Rabat wataamua kupishana. Lakini pia kitawafanya wacheze kama timu, kwamba kila mmoja aweze kuamua kusahihisha makosa ya mwingine na tukalomeane kwenye dressing room. Kwa hiyo kitaongezea kitu 1B sio moja. Kwa hiyo nafikiri timu lazima itakwenda kuwa moja, lazima itakwenda na uzuri. Yanga hawasumbuki sana mechi za away katika siku za karibuni. Unaona wanakuwa kwa match very comfortable kwa wakiwa away kuliko wakiwa nyumbani kwao. Na tofauti na wenzao Simba. Kwa hiyo naamini kwamba itakwenda kuongezea kitu. Na kwa uwezo ambao ana FAR Rabat, naamini Yanga anaweza kufanya kitu katika mechi ya leo. Unaona lakini kupata alama. Naona Yanga akipata alama 3 kama sio moja. Unaona Young Africans akipata alama 3 leo.